Kwa kuwa wanadamu huzaliwa wakiwa na alama mbalimbali kwenye viganja vya mikono yao, kila alama ambayo ipo kwenye kiganja cha mkono wako ina maana yake, na mara nyingi alama hizo zinaweza zikaelezea vitu mbalimbali ambavyo wengi hawavijui kuhusu maisha yako. Miongoni mwa siri ambazo unatakiwa kuzijua na kuziweka akilini, ipo nguvu ya kweli ambayo imejificha katika alama ambayo ipo kwenye kiganja chako cha mkono, kwani alama hizo hazijaja kwa bahati mbaya kwenye kiganja chako cha mkono. Wapo baadhi ya binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vyao vya mikono, yani wanapotazama viganja vyao vyote viwili, na maanisha kiganja cha mkono wa kushoto na kiganja cha mkono wa kulia, wanakuta viganja vyote vina alama ya herufi M. Na wapo baadhi ya binadamu ambao alama ya herufi M ipo katika kiganja kimoja, inaweza ikawa katika kiganja cha mkono wa kulia ama katika kiganja cha mkono wa kushoto. Katika video hii nitakwenda kukuambia ni kwa namna gani ambavyo unaweza kuziamsha nguvu ambazo zipo katika herufi M kwenye kiganja chako cha mkono wa kushoto, kwani zipo nguvu mbalimbali ambazo kama ukizijua na kujua namna gani ya kuzitumia, huenda ukawa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio makubwa katika uso wa dunia. Ninaamini utakapotazama video hii mpaka mwisho, hautabaki kama ulivyo. Kuna kitu kikubwa ambacho utakwenda kujifunza. Lakini kabla sijafika mbali, ninaomba nikukumbushe, kama ni mara yako ya kwanza kufungua video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni njia 10 za kuiamsha nguvu ya herufi M katika kiganja cha mkono wako wa kushoto. Namba 1, hakikisha unaomba ama kufanya tafakari kila asubuhi unapokuwa umeamka na usiku kabla ya kulala. Mara nyingi mwanadamu anapokuwa ameamka kabla ya kufanya chochote kwenye maisha yake, ni wakati ambao ubongo wake unakuwa na utulivu kuliko nyakati nyingine. Na huu ni wakati ambao unatakiwa kuutumia kuamsha nguvu ambayo imejificha kwenye kiganja chako cha mkono wa kushoto ambao una alama ya herufi M. Namna ya kutafakari: hakikisha unakaa kwa utulivu, kisha weka kiganja chako cha mkono wa kushoto katika kifua chako. Ufanye moyo wako uwe na imani ya kweli kwa Mwenyezi Mungu. Kisha tamka maneno haya kimya kimya: nafungua nuru ya ndani yangu, nipitishe njia za ukweli na amani. Utakapoweza kutamka maneno haya huku moyoni mwako ukiwa na imani, yatakusaidia kuamsha nguvu ambazo zimejificha katika kiganja chako cha mkono wa kushoto wenye alama ya herufi M. Kwani wakati mwingine katika kiganja chako cha mkono wa kushoto inawezekana wewe ni mwanadamu mwenye nguvu iliyolala. Ina maana alama ambayo ipo kwenye kiganja chako cha mkono wa kushoto haifanyi jambo lolote la ziada kwenye maisha yako. Hautofautiani na binadamu wengine wasiokuwa na herufi hiyo, kwa sababu haukuwa ukijua siri ambayo imejificha kwenye alama ya herufi M kwenye kiganja chako cha kushoto. Namba 2, tumia chumvi ya mawe kuondoa nishati hasi katika mkono wako wa kushoto. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kuifunga nguvu ambayo ipo katika mikono yako ni nishati hasi. Negative energy itakapokuwa katika mwili wako, vitu mbalimbali ikiwa ni pamoja na milango ya mafanikio vinaweza kujifunga kwenye maisha yako, na ukajikuta unakuwa mwanadamu ambaye unapitia changamoto nyingi kuliko binadamu wengine, pamoja na jitihada mbalimbali ambazo unazo kwenye maisha yako, lakini hakuna chochote ambacho unaweza kukifanya na kikafanikiwa. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya, hakikisha unachukua maji safi. Maji hayo yaweke kwenye chombo, kisha chukua chumvi ya mawe, itumbukize katika chombo ambacho ndani yake kuna maji safi. Utakapoweza kufanya zoezi hilo, yatakase maji hayo kwa imani ya kweli ambayo ipo katika moyo wako. Iite nguvu ya Mwenyezi Mungu iweze kushuka katika maji, kwani Mwenyezi Mungu siku zote panapokuwa na chumvi na maji anaweza kuishusha nguvu yake, na nguvu hiyo inaweza ikaondoa nguvu mbalimbali ambazo zimetawala katika sehemu fulani. Na ndio maana hata maji ya baraka ndani
ndani yake huwa kuwa na chumvi. Chumvi ina siri kubwa, siri ambayo ukiijua vitu vingi utaweza kuvifukuza ambavyo vinahusiana na nguvu za giza. Okay, tuendelee na maelekezo haya. Hakikisha katika maji hayo ambayo ndani yake umeweka chumvi, unaloweka mkono wako wa kushoto, huku moyoni mwako ukiwa na imani ya kweli kwa Mwenyezi Mungu. Anza kutamka maneno haya kwa imani ya kweli: ninaondoa uchafu wa kiroho na kuamsha nguvu ya nuru yangu. Utakapoweza kutamka maneno hayo huku ndani yako ukiwa na imani ya kweli, uache mkono wako katika maji hayo kwa dakika kadhaa. Hali itakwenda kubadilika. Kuna mabadiliko ambayo utayahisi katika mwili wako, hasa katika mkono wako wa kushoto. Utahisi wepesi wa kweli ndani yako, na baada ya hapo vitu vingi ambavyo vilikuwa vimejifunga kwenye maisha yako vitakwenda kufunguka. Utaanza kuona watu ambao walikuwa wanakuchukia bila sababu za msingi wataanza kukupenda. Utaanza kupata ndoto za ukweli, lakini utaanza kupata maono ya kiroho kwa njia mbalimbali, aidha kupitia sauti ambayo inazungumza ndani yako, ama kupitia njozi ambazo unakuwa unaziota kila unapolala, ama kupitia hisia ambazo unazihisi ndani yako. Hivyo ishara kama hizo zitakapoanza kuja katika maisha yako baada ya kufanya zoezi hili, ujue hizo ni nguvu za kiroho ambazo zipo katika mkono wako wa kushoto kwa sababu ya alama ya herufi M ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka kwenye mkono wako wa kushoto. Namba 3, acha kuvaa vitu vyenye asili ya chuma katika mkono wako wa kushoto. Miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa kuvijua na kuviweka akilini, vitu vyenye asili ya chuma vinaweza kuzuia mtiririko wa nishati ya kiroho ambayo inapita katika mkono wako wa kushoto, jambo ambalo linaweza kupelekea nguvu ambayo inatokana na herufi M kwenye mkono wako wa kushoto ikafifia. Hivyo ni vema ukaacha kuvaa vitu hivyo katika mkono wako wa kushoto. Mapambo ama saa zenye vitu vizito vya chuma usipende kuvivaa katika mkono wako wa kushoto ikiwa wewe ni miongoni mwa binadamu wa kundi hili. Badala yake, penda kuvaa vitu ambavyo havina asili ya chuma, ila pendelea kuvaa vitu vyenye asili ya shaba nyepesi, kwani vitu hivi haviwezi kuzuia mtiririko wa nishati ya kiroho ambao upo katika mwili wako, na nguvu ambayo ipo ndani yako itazidi kushamiri siku hadi siku. Namba 4, hakikisha unakuwa unafanya ibada katika sehemu yenye mwangaza. Unapofanya ibada, usifanye ibada katika sehemu isiyokuwa na mwangaza. Unaweza ukatumia taa ama unaweza ukatumia mshumaa pindi unapokuwa unafanya ibada. Wakati wa maombi, hakikisha unaweka mshumaa upande wako wa kushoto, na kisha hakikisha mwanga wake unaunganisha na nguvu za herufi M ama nuru ya ulinzi wa kiungu ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka ndani yako. Jambo ambalo litaanza kutokea pindi unapokuwa unafanya ibada huku mshumaa ukiwa upande wako wa kushoto ni kwamba vitu ambavyo vimefunga nguvu za nuru ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka kwenye mkono wako wa kushoto vitaondoka, na nguvu itakwenda kuangaza katika maisha yako, na utaanza kuyaona mabadiliko makubwa katika maisha yako. Na pindi nguvu zako zitakapoanza kufunguka, utaanza kuhisi wepesi fulani katika upande wako wa kushoto. Utahisi ni kama kuna kitu ambacho kilikuwa kimekushikilia, lakini kwa sasa kimekuachilia. Utakapoona ishara kama hiyo, basi ujue nguvu mbaya ambazo zilikuwa zinazuia nguvu ya mkono wako wa kushoto kufanya kazi zimeondoka, na sasa nguvu yako ambayo Mwenyezi Mungu aliiweka ndani yako inakwenda kuangaza. Namba 5, soma au tafakari maandiko katika kitabu cha dini ambayo unaiamini kila wakati. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kujua na kuyaweka akilini, maneno ambayo yapo katika vitabu vitakatifu ambavyo tunaviamini si maneno ya wanadamu, bali ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kitendo cha kusoma maandiko ya hekima kwa kuyarudia kila siku kitapelekea ubongo wako ama akili yako kufunguka, na akili yako itakuwa tayari kupokea ujumbe wa kiroho unaokuja kwenye maisha yako kupitia ndoto au sauti za ndani. Kwani wakati mwingine, pamoja na kuwa huwa tunapata jumbe mbalimbali za kiroho kutokana na uwezo ambao Mwenyezi Mungu ameuweka ndani yetu, lakini huwa tunashindwa kuuelewa ujumbe huo kwa sababu hatujui namna gani ya kuuelewa. Hivyo, kama wewe ni miongoni mwa binadamu wa kundi hili,
Miongoni mwa uwezo ambao Mwenyezi Mungu ameuweka ndani yako ni maono na kupokea ujumbe wa kiroho. Inawezekana haupokei ujumbe wa kiroho kwa sababu kuna nguvu mbaya ambazo zimekutawala ndani yako. Kupitia maandiko mbalimbali ambayo utakuwa unayasoma kila wakati, akili yako itakuwa tayari kuielewa sauti ya Mungu. Hata unapokuwa katikati ya kelele nyingi, bado utaweza kuisikia na kuielewa sauti ya Mwenyezi Mungu ambayo inazungumza ndani yako. Namba 6, hakikisha wema ambao unawatendea watu wengine unakuwa siri yako. Binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama hii kwenye viganja vyao vya kushoto, hawa ni binadamu ambao kadri wanavyozidi kufanya mema katika maisha yao, ndivyo nguvu inavyozidi kufunguka katika viganja vya mikono yao. Binadamu wa kundi hili ni watu ambao wanapojaribu kuwa wema hawatakiwi kuwasimulia watu wengine juu ya wema ambao wanawatendea watu wengine, kwani watakapotenda wema na kuwasimulia watu wengine, bado nguvu ambayo ipo ndani yao haiwezi kufunguka, kwa sababu unapofanya wema hautakiwi kuutangaza, bali unapofanya wema ufanye wema kwa moyo safi. Herufi hii inampenda mwanadamu mwenye moyo safi na matendo ya upendo wa kweli kwa wanadamu wengine, na utakapofanya hivyo, herufi hii itazidi kufunguka na nguvu yake itazidi kujidhihirisha katika maisha yako siku hadi siku. Namba 7, epuka kuwa mwanadamu mwenye hasira na wivu dhidi ya mafanikio ya binadamu wengine. Hisia hasi hufifisha mwangaza wa alama ya herufi M kwenye kiganja chako cha mkono wa kushoto. Ukihisi huzuni, weka mkono wa kushoto kifuani, pumua kwa kina mara 3, kisha sema maneno haya: ninaruhusu amani irejee ndani yangu. Pindi utakapotamka maneno hayo kwa imani, kwa sababu ya nguvu ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka ndani yako, nguvu hasi zitaanza kuondoka ndani yako. Kumbuka, mara nyingi huzuni husababishwa na nguvu hasi, na nguvu chanya zitaanza kuchanua ndani yako. Jambo la kuzingatia, hakikisha hata kama unaona wengine wanafanikiwa kuliko wewe, usiwaonee wivu wala usichukie mafanikio yao. Badala yake, waombe kwa Mwenyezi Mungu wazidi kufanikiwa zaidi. Amini, chochote ambacho utawaombea wengine kitaanzia kwako. Hivyo, epuka kuwa na hasira katika maisha yako. Utakapohisi hasira, weka mkono wako wa kushoto kifuani. Tamka maneno haya: ninaruhusu hasira itoweke ndani yangu na amani irejee ndani yangu. Utakaposema maneno hayo kwa imani, hasira itatoweka ndani yako na amani ya kweli itatawala ndani yako. Na kadri amani inavyozidi kutawala ndani yako, ndivyo nguvu ya herufi ambayo Mwenyezi Mungu amekuwekea kwenye mkono wako wa kushoto inavyozidi kunawili na kustawi ndani yako. Namba 8, penda kutembea bila viatu walau mara 1 kwa wiki. Miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa kuvijua na kuviweka akilini, mwanadamu ambaye amezaliwa akiwa na herufi M upande wa kushoto wa mkono wake, hawa ni binadamu ambao wanaweza kujiunganisha na nguvu ya dunia kiurahisi kuliko binadamu wengine. Namna mojawapo ya kujiunganisha kiroho na nguvu ya dunia ni kutembea bila viatu, kwa sababu kadri unavyotembea bila viatu, unajiunganisha wewe na dunia, kwani nguvu mbaya ambayo ilikuwa katika mwili wako huwa inatoweka, kwani mara zote energy huwa inakuwa katika flow, inakuwa inatembea sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa basi, kitendo cha kukutanisha ardhi pamoja na unyayo wako, nguvu ya dunia ama umeme wa dunia utaanza kutoka ardhini na kuingia mwilini mwako. Ina maana dunia inakutambua, na chochote ambacho hakikuwa sawa katika mwili wako kinaanza kuwa sawa. Unaanza kurudi katika asili yako ambayo Mwenyezi Mungu aliiweka ndani yako. Namba 9, penda kutumia maneno chanya katika maisha yako. Asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na alama hii kwenye viganja vyao vya kushoto, maneno ambayo wanawatamkia watu wengine huwarudia wao mara 3 zaidi. Ina maana ukiwa mwanadamu ambaye unapenda kutamka maneno chanya kwa watu wengine, mambo hayo pia yatakurudia wewe. Ina maana ukiwabariki watu wengine, baraka hizo zitarudi kwako mara 3. Hivyo, ukiwa mwanadamu ambaye unapenda kusengenya binadamu wengine ama unawasema watu wengine vibaya, mabaya hayo pia yatarudi kwako, na kadri mabaya yanavyozidi kurudi kwako, ndivyo yanavyozidi kufifisha uwezo ambao Mwenyezi Mungu aliuweka ndani yako.
Namba 10. Tambua kwamba wewe ni mteule wa nuru. Miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa kuvijua utakapokuwa umezaliwa ukiwa na alama hii kwenye kiganja chako cha kushoto, usijione wa kawaida hata kidogo. Umepewa nafasi ya kipekee ambayo asilimia kubwa ya binadamu hawana katika maisha yako, na nafasi yako ni ya kuleta amani, uponyaji na mabadiliko kwa wengine katika uso wa dunia. Ukitambua hivyo, kila unachofanya kitaanzia kubeba nguvu ya ajabu ya mafanikio na amani ya ndani katika maisha yako, na utaweza kuleta mabadiliko ya kweli katika maisha yako na maisha ya binadamu wengine. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.